zangu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, wanachama wa chama cha msingi AMCOS na viongozi wenzangu wa Matui AMCOS, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwa heshima na moyo wa dhati nawakaribisha kwa furaha katika mkutano mkuu wa mwaka wa fedha wa 26/27 wa Matui AMCOS Limited. Mkutano mkuu ni alama ya ushirikiano wenu wa kipekee na ni jukwaa muhimu la kutathmini safari yetu ya maendeleo, kutazama mbele kwa matumaini na kujadili kwa kina juu ya mikakati ya kuinua maisha ya kila mwanachama kupitia ushirika madhubuti. Ndugu wanachama, kauli yetu mbiu mwaka huu inasema ushirika imara, uchumi endelevu kwa wanachama. Kauli yetu mbiu inasema, maana kila mwaka tunakuwa na kauli mbiu ya ushirika. Sasa kwenye chama chetu tunasema ushirika imara kwa uchumi endelevu kwa wanachama wetu wa Matui AMCOS. Kauli yetu mbiu hii inakwenda sambamba na kauli mbiu ya kitaifa ya ushirika ni biashara. Maana kitaifa huwa na kauli, tukienda kwa imeandikwa kitaifa, kuna kauli ambayo inatakiwa tuwe tunaiva wote kwa pamoja kwamba ushirika ni biashara. Na iweka bayana azma ya Matui AMCOS kuimarisha huduma kwa wanachama na kuwekeza katika miradi yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wakulima na wanachama wetu wa chama chetu cha Matui AMCOS. Ndugu wanachama, mkutano mkuu huu unafanyika katika kipindi ambacho sekta ya kilimo na ushirika zinaendelea kukumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, misukosuko ya masoko ya mazao na ushindani wa biashara. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, Matui AMCOS imeendelea kusimama imara kwa kutekeleza majukumu yake ya kimsingi kwa ufanisi. Ndugu wanachama na wageni waalikwa, kubuni mikakati bunifu ya kukuza mapato, kuendeleza huduma bora kwa wanachama wetu. Katika kipindi cha mwaka uliopita tumeweza kusimamia zoezi la mfumo stakabadhi ghalani kwa umahiri mkubwa, na taarifa itakayotoa leo inatoa taswira ya kina ya mwenendo wa shughuli za Matui AMCOS Limited, mafanikio tuliyoyapata, changamoto zinazotukabili na mapendekezo ya hatua tunazopaswa kuchukua kwa mwaka unaokuja. Ndugu wanachama wenzangu, maendeleo ya kweli yanahitaji maono ya pamoja, maamuzi sahihi na ushirikiano wa dhati. Tunapojadili, tuchukulie nafasi hii kama fursa ya kuibua fikra mpya, kupima utekelezaji wa mipango yetu na kujenga dira ya pamoja na kujenga kiuchumi kupitia ushirika wetu. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wote kwa uaminifu na kwa kujitolea kwenu kwa Matui AMCOS. Huu ni ushahidi tosha kuwa misingi ya ushirika bado ina nguvu na ina uwezo wa kuleta mageuzi chanya katika maisha ya wanachama na jamii kwa ujumla. Tuna deni kubwa la kutekeleza msingi huu kwa vizazi vijavyo. Ninaamini kuwa mshikamano wenu tunaweza kufanikisha malengo tuliyojiwekea. Kwa moyo wa heshima na majonzi, tunatoa salamu za pole na rambirambi kwa familia za marehemu wanachama wetu wawili waliofariki, Musa Bakari Kilama na Jeremia Samhongwa, waliotangulia mbele ya haki mwaka 2025. Wanachama walikuwa ni sehemu ya wanachama na wanaushirika ambao tutaendelea kuwakumbuka kwa michango yao kwa chama chetu. Naomba tusimame kwa dakika moja kimya kuombea tafadhali. Chama cha Matui AMCOS kilifanikiwa kusimamia minada 12 ya baadhi iliyoendeshwa kwa
TMX kwa njia ya kidijitali, ambapo mnada wa kwanza ulikuwa tarehe 18 mwezi wa 8 2025 na mnada wa mwisho wa 12 ulikuwa tarehe 27 mwezi wa 11 2025 na kukusanya jumla ya kilo milioni 1,586,517 samahani. Kwa msimu huu, pamoja na mafanikio hayo ya kukusanya kilo hizo, bado kumekuwepo na changamoto ya utoroshaji wa baadhi ya wafanyabiashara na wafanyabiashara wasio wanachama wanatamani kukwamisha mfumo wa stakabadhi ghalani. Imetokea hata baadhi ya watu kuandika barua ya uongo kwa taasisi ya KOBRA ukichafua chama chetu kuwa utaratibu wa mnada wa mwezi wa 12 ambao ulikuwa mnada wa mwisho, mzigo uliuzwa bila ridhaa ya wakulima hao. Kwenye jambo hili, walipokuja Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC kufuatilia hilo, walibaini hakuna hata mwanachama mmoja aliyeandika barua hiyo kwa KOBRA, na wakaandika barua kuthibitisha maneno yao juu ya swala hilo. Ndugu zangu wanachama na wageni waalikwa, mapendekezo ya bodi. Bodi ya chama inapendekeza kwa msimu wa 26 chama kitenge bajeti ya kununua mbegu bora ya mbaazi na kuwapatia wanachama mkopo ili waongeze kipato kwenye zao la mbaazi. Vile vile, sehemu ya pili nasema wanapendekeza vile vile chama kiunde kamati ndogo ikiwemo ya usimamizi na ufuatiliaji kwenye zoezi la udhibiti wa mbaazi. Hii napenda nisemee kidogo na nitolee ufafanuzi. Tunaona kwamba tunakuwa sisi AMCOS na bodi tunakuwa tunazidiwa na eneo letu la kikazi ya kimkakati. Tuna eneo kubwa, tuna kata zaidi ya 3 mpaka 4. Sasa tukaona ni vizuri uweze kutafuta nguvu ili kuweza kudhibiti mapato haya yasiweze kupotea, mapato yetu ya halmashauri pamoja na ushuru ambao tunaweza kupata sisi AMCOS. Kwa maana hiyo, tulikuwa tunaomba kwenye baadaye hii kama mtaweza kulipitisha au mtaweza kupendekeza, kama mtaweza kulikubali sawa, lakini kwa tunaomba tuweze kukubalia tuongeze hiyo kamati ndogo ambayo inaweza kutusaidia. Lakini vile vile sehemu ya 3 tunapendekeza kulima shamba kama sehemu ya darasa kwa zao la mbaazi na alizeti, ili angalau basi wananchi waweze kupata mfano. Ukipata mbegu bora ya alizeti na mbaazi, basi waone uzalishaji unakuwaje, hasa tukiwatumia maafisa ugani wetu. Lakini sehemu ya 4, chama kuomba uzabuni wa kukusanya ushuru wa halmashauri ili kudhibiti ili tuweze kudhibiti ushuru wa zao lolote linalotoroshwa ndani ya halmashauri yetu. Hapa pia, waheshimiwa wanachama, waheshimiwa viongozi wetu, waheshimiwa madiwani, hii sehemu kwa nini tumeomba kwa muda mfupi ambao mwaka jana na mwaka huu mkurugenzi alitupa nafasi tu ya kukaa magetini. Kwa kweli tuliona halmashauri inapoteza mapato mengi sana, hasa kwa zao la alizeti. Hapa Matui gari zinazotoka za alizeti ni nyingi sana kwa siku, kenta zinazotoka nyingi, lakini unaweza kukuta kenta zote hizo hazikatiwi ushuru, labda kama ukiweza kukatiza kakatiwa moja. Na haya nathibitisha mimi mwenyewe kwa sababu nishakwenda kwenye geti la Msero, nimeshakamata alizeti zaidi ya mara 3, nikapiga simu wakakatiwa na wale wenye posa. Kwa maneno, waheshimiwa madiwani, tunapoteza ushuru mwingi sana. Kama Matui tu hapo kwa msimu mzima wa alizeti inakwenda mwaka mzima, lakini ukikaa kwenye geti na hata ukienda kuangalia kwenye posa, kaangalia ni muone alizeti zinakatiwa ngapi kwa mwezi. Lakini hapa ni kila siku ya Mungu mpaka tunasema alizeti inaendelea kutoka. Sasa nikapendelea, nikaona kwa sababu Matui AMCOS mimi tunajimudu. Na kwa miaka iliyopita, hata ukiangalia taarifa za miaka iliyopita 2012-2011 kwenye ushuru wa mazao Matui AMCOS ilikuwa inaongoza. Hii kuiondoa vyama vya ushirika kubambikia kesi kwa sababu ya baadhi ya wataalamu na viongozi
waliokuwepo kipindi hicho madiwani walikuwa na uroho tu wa fedha, ndio na kuwa idara. Tulishawahi kuvunja rekodi ya mapato ya halmashauri. Chama kimoja tu kama watu yako kilikuwa kinaweza kukusanya kwa mwaka zaidi ya milioni 120 na kuendelea, lakini walikuja kunyang'anywa kwa njia ambazo hazikueleweka kusema kweli. Na mpaka hata leo hii ukienda kwenye zile dokumenti, Matuya Mcos ni chama ambacho kilikuwa kinaendelea halmashauri. Kama sio uzalendo wetu sisi wa wilaya yetu, tungeweza kufikisha halmashauri mahakamani na wakatulipa, kwa sababu vigezo tulikuwa navyo na shoto tulikuwa nao. Kwa hiyo nimepeleka kuomba ikiwezekana, mheshimiwa madiwani, nyinyi mpo viongozi wa chama ambaye ndio msimamizi mkuu wa sera ya CCM, ili naomba ulifuatilie. Halmashauri ya wilaya ya Kiteto ingevunja rekodi kama ingekuwa inadhibiti ukusanyaji vizuri, ikadhibiti, nafikiri halmashauri katika mkoa wa Manyara ingepiga hatua kubwa sana. Lakini mimi naomba kama ikiwezekana, basi nipeni hata chama changu mimi ushuru, nipeni ushuru nione nitafanya nini. Makosa na chama kufanya. Uzanguni hiyo nilipenda niseme kwa sababu wapo waheshimiwa na hilo ndio fursa